Habari ambapo tunaambiwa jeshi la polisi nchini limesimamisha kazi askari 12 kupisha uchunguzi kutokana na kutuhumiwa kujihusisha na biashara haramu za dawa ya kulevya. Taarifa yake Victoria Robert inafafanua zaidi. Hatua hiyo imekuja baada ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kutaja baadhi ya askari wa jeshi hilo wanaoshukiwa kujihusisha na biashara hiyo haramu ya dawa za kulevya, ambapo pia mkuu huyo wa mkoa aliwataja baadhi ya wasanii wanaoshukiwa kuwa washirika wa mtandao huo. Tayari baadhi ya washukiwa wameshaanza kuhojiwa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kabla ya hatua ya kisheria kuchukuliwa dhidi ya yoyote atakayethibitika kujihusisha na uhalifu huo. Serikali ya awamu ya 5 imedhamiria kupambana na biashara haramu ya madawa kulevya kwa nguvu zote. Na kama mnavyoelewa, jeshi la polisi ni miongoni mwa vyombo ambavyo vinaongoza vita hiyo. Sasa kama jeshi la polisi ndio kiongozi wa kupambana hiyo vita, kutuhumiwa kwa askari polisi kujihusisha na madawa kulevya ni jambo ambalo tunalichukulia kwa umuhimu wa pekee. Katika mkutano wake na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, IGP Mangu amewataja baadhi ya askari ambao wametajwa kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya, huku akiwataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi, ikiwemo kutoa taarifa juu ya watuhumiwa wa biashara za kulevya ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Hatua ambayo ningependa kuambia asubuhi hii ni tumechukua hatua kuwasimamisha kazi askari wote wale waliotajwa, na uchunguzi unaendelea kwa watakaobainika au tutakapopata ushahidi wa kuwahusisha. Tutakamilisha hatua za kinidhamu dhidi yao na baadaye hatua za kisheria kwa maana ya kuwafikisha mahakamani. Hatua ya kutaja baadhi ya watu wanaotuhumiwa kuhusika na biashara za dawa za kulevya ilichukuliwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam baada ya kile alichosema kutokukubali kuona vijana mkoani humo wanaendelea kuangamia kutokana na matumizi ya dawa za kulevya, ambapo pia aliapa kutokomeza mtandao unaojihusisha na dawa hizo mkoani humo. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, Victoria Robert, Channel 10.